sio kukichoka Chama cha Mapinduzi. Shida inayokuwepo ni kwamba watendaji ambao wanatenda wakiwemo ndani ya chama huwa ndio wanavuruga kuwafanya wananchi sasa waone namna ya uongozi huu unavyoenda, kwamba hauendi vile ambavyo wao wanavyohitaji. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu watendaji wake wanakuwa hawapo salama, na ndio maana unakuta kwamba kwa taarifa iliyoko kwamba wale watu wote wamefanya nini, wamestopishwa, yani imebadilishwa, yani imebadilishwa kwa maana kwamba hawatendi haki, yani hawazingatii yale ambayo wanayotaka. Na hili ndio tatizo tulilokuwa nalo, kwamba viongozi wengi sana wanabweteka, wanadhani uongozi ni kukaa ofisini tu na kuandika na peni. Ndio maana mimi nasema si tuna viongozi hawajui nini maana ya uongozi. Yani mtu akishachaguliwa kuwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, hajui nafasi yangu ya mkuu wa wilaya ni nini. Anahisi kukaa ofisini watu kumjia kwa appointment, kwamba unataka kumuona mkuu wa wilaya uandike barua, wanafikiria hivyo ndio kazi ya mkuu wa wilaya. Lakini ukumbe kazi yoyote ya serikali ni wito. Unatakiwa utoke uende ukatizame matatizo ya wananchi yako wapi. Ukuu wa wilaya sio kukaa ofisini. Unatakiwa utembee katika mitaa, ndio kazi yako, kwamba uangalie wilaya yangu na tatizo gani na tatizo gani na tatizo gani. Sasa mtu leo kishakuwa mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, yeye anafikiria kwamba kazi yake kamata, weka ndani, kamata, anafikiria kazi. Hapana, kazi yako. Ndio maana mimi kuna watu wawili ambapo nawatazama sana, kama kuna yule mkuu wa wilaya wa Kisarawe anaitwa nani, Magoti, yule bwana Magoti. Unamtazama unamuona kabisa kwamba huyu ana dhamira fulani iliyokuwa bora. Anakwenda mpaka anakaa kwenye kijiwe kile cha kucheza draft kile, anacheza kabisa, alafu analeta hoja zake kwa wale watu. Hivi mnaonaje hapa kama tungekuwa tuna shamba saizi tunalima? Ndio kazi ya ukuu wa wilaya, ni wito ambao unakwenda sasa. Yule anapita mpaka mashambani, kuna tatizo gani hapa, kuna tatizo, wewe mwananchi imekuaje? Ile ndio kazi ya mkuu wa wilaya, ndio kazi ya mkuu wa mkoa, na ndio kazi ya watu ambao wamepewa madaraka na rais wamsaidie kazi yake waifanye wao. Yeye hawezi kufika pote, wanatakiwa wao ndio wafanye, lakini hawafanyi hizo kazi. Mwisho wa siku sasa anakwenda kulaumiwa mtu fulani. Kwa nini? Watu wanamlaumu, na huyu umwadabishi afanye hii kazi tuliyomtuma. Kwa hiyo sasa unatazama ile jana, unaona watu wanapiga mawe. Kwa nini? Hasira. Kwa nini zinakuwa hasira? Wewe mkuu wa mkoa uko wapi? Wewe mkuu wa wilaya uko wapi? Kwa maana wewe zingatii namna usafiri ulivyo. Hawa watu ambao wanashirikia usafiri wako wapi? Mbona hawashiriki chochote? Wapo tu wamejipweteka. Na ndio maana inafika mahala tunamwona yule Magufuli, unatamani mama awe anafanya kama Magufuli, anatumbua, tunasonga mbele, anatumbua, hivyo tutanyoka. Sio, unanielewa? Tutanyoka sana. Wao ndio wanakuja sasa, wale watu ambao sasa magari yale yametoka wapi? Yalitolewa yametoka. Yapo. Sasa hii ni kazi ya nani? Hawa watu wanafanya nini katika hii kazi mpaka magari yapo mmeyaleta? Mpaka wananchi wameonyesha hisia zao kwamba tumechoka. Magari yanakuja yanaletwa. Kwa nini? Hawa watendaji hawafanyi kazi iliyo ya kweli. Afadhali tungesema magari hakuna, tuna haki ya kuwalaumu viongozi. Magari yenyewe hakuna. Tunafukumbe magari yapo, lakini yamekaa sehemu. Sasa watu wa idara sasa ndio shida ambao wanakwenda kufanya kazi. Lakini chengine, Bwana Bato, mimi niseme kitu kimoja. Muda, ujue watu walikuwa wanasubiri sana muda. Watanzania wa sasa sio wale. Viongozi wajifunze. Watanzania wa sasa sio wale. Watu wajifunze. Sasa hivi watu wanaelewa kinachoendelea. Wanaelewa tunakusanya nini, wanaelewa tunatumia nini, wanaelewa tuna shilingi ngapi, wanaelewa kila kitu. Ukitaka kuwaongoza Watanzania wa sasa, waongoze katika ukweli. Usiwaongoze katika magumashi. Waongoze katika ukweli. Ukiwaongoza katika ukweli, utajua kabisa kwamba wewe unaongoza kitu gani. Tusifikirie hawa ndio wa Nyerere, tusifikirie hawa Tanzania wa Mwinyi. Watanzania sasa hivi wana akili zimefunguka. Wanajua mbona tunafanywa hivi, tunafanywa hivi, tunafanywa hivi. Kwa hiyo kinachotakiwa kwa viongozi, waongoze katika ukweli. Sio, umeelewa Bato? Wasimame katika ukweli.
wanavyolalamikia Watanzania vitekelezwe, vinginevyo ndo utaona yale yanatokea sasa. Umeona kilichotokea jana kinakupa taswira gani kwa hiyo ulizo? Umeona kuna watu na himiza suji kuandamana tarehe 29 wakina Polepole kina Kimambi, tumeona hivyo. Watu wakasomea kwamba kuna ndio mwanzo wako mazoezini kwa hiyo kuelekea. Unaona hii ikiendelea vitu vya namna hii vinaweza kuleta shida katika tarehe ya uchaguzi. Yani kila kitu wa Bwana Bato kinaanza awali. Na awali yake inaanza kama hivyo kidogo kidogo unavyoona. Bandu humaliza gogo. Hivyo naona watu wanaambizana, mwisho linapatikana kundi kubwa. Athari yake inakuwa kubwa sana. Tena sana inakuwa kubwa sana athari yake. Kwa nini? Kwa sababu nyinyi mnashindwa kutekeleza kile ambacho wananchi wanachokihitaji. Sasa hasira zikizidi zile, mtu anaweza kuamua kufanya lolote. Na ndio maana kila siku Bato mimi nasema, amani haipatikani kwa kupiga. Amani haipatikani kwa mtutu wa bunduki. Amani inapatikana kwa maelewano, masikilizano, makubaliano na watu kufanyiwa vile ambavyo vya umuhimu wavipate. Ndio amani inapatikana hivyo. Bato mimi nikiwa nataka haki yangu, alafu wewe ukaninyima ile haki, ukanitishia bunduki, hunitengenezei amani. Unatengeneza kitu hapa katika nafsi ambacho kinanguruma kidogo kikija kupasuka, sasa ndo mtu anaamua kufanya chochote anachokihitaji. Umeona sasa? Kwa nini sasa? Vile vitu vishajengeka sana katika nafsi sana. Sasa imefika mara mtu anajitoa, bwana liwalo na liwe, lakini siwezi kukubali kuonewa. Mtu anasema hivyo. Sasa haya tunaweza kuyamaliza vipi Bwana Bato? Tunayamaliza kwa viongozi kuwasikiliza nini wanachohitaji wananchi wao. Kwa mfano jana yalitokea yale, baada ya kutokea wakasikilizwa. Kumbe tatizo iliwapa, mama akaamua kufanya maamuzi. Kumbe kuna uzembe ambao unatendeka ndani. Nyinyi ni wazembe, magari hapo. Kwa nini ifikie hivi? Nyinyi mnasimamishwa kazi, inatengenezwa timu nyingine, tia magari barabarani. Kuna maneno tena? Kusikilizwa tu. Basi. Sio haja bunduki nini, hakuna haja. Shida nini? Shida kitu fulani, tukaeni mezani. Mnatakaje? Tunataka 1 2 3 4 5. Wewe bwana haiko kitu kipo. Kwa nini hakijapelekwa? Wewe ni mzembe, kaa pembeni, kaa wewe mtu mwingine, peleka magari tufanye kazi. Tutafika salama. Tusitumie nguvu katika kutafuta amani. Tutumie maelewano, tutumie kuzungumza, tutumie makubaliano. Na wote kila mtu tustiki kwenye katiba tuliyojitengenezea. Bato fuata katiba, mimi nifuate katiba, viongozi wafuate katiba. Kila kitu kimekamilika. Japo kwa sasa ina mapungufu, lakini kwa hii tuliyokuwa nayo, ili ituvushe, sharti tukubaliane nayo kwanza ili tuende. Lakini isitumike nguvu kubwa sana katika kuleta amani. Amani hailetwi kwa nguvu. Amani inaletwa kwa maelewano na makubaliano na viongozi kutimiza vile ambavyo wanaona wananchi wao wanavyohitaji. Tutavuka salama. Sana tutavuka. Umeona sasa? Sasa ile ni hali mbaya sana tukifikia kule. Yaani mwananchi akifika mara bwana liwalo na liwe atwendi mara salama. Uweze hata ukimtishia bunduki atakuja tu. Hayo ndio wa Palestina na Waisraeli unayoona. Watoto wa Palestina hata ukiwatushia bunduki wanakuja tu. Kwa nini? Anaambiwa babako aliuliwa na yule. Unaona? Yaani mtu anamlea, anaambia mimi sio babako. Babako kauliwa na wale. Unafikiria anachukua? Anampeleka kwenye kaburi, wale ndio wamemuua babako. Inakuwa tunakuwa katika hali mbaya sana. Kwa hiyo mimi niseme mazungumzo ndio yanaleta amani. Mazungumzo ndio yanaleta amani. Watu wakikaa chini wakizungumza yanaenda. Na tufate kile ambacho tunacho sasa. Katiba japo inalalamikiwa, lakini tufate hii tuongoze ili tusilete mvunjiko wa amani. Amani ikivunjika Bato mimi na wewe ndio tutaumia. Hatuna chochote sisi, tutaumia. Wengine watu, kuna watu wana maisha yao mazuri watakimbia nje ya nchi. Mimi na wewe ndio tutaumia. Kabisa Bato nakwambia. Watoto wetu si ndio watu kwenda shule, chakula chetu kitakusafiri wetu utakuwa shida, si tutakufa kwa njaa tu. Katiba. Fuate tu katiba.
Fuate tu katiba, kila mtu aje na katiba. Na msemaji wanaosema viongozi wa dini waache kusemea chama, waache wenye chama chao waseme. Sisi tusisitizie amani sana na watu watende haki ili tufike salama. Tusivae ule wanasiasa. Ukitaka kuvaa wanasiasa, vua uongozi wa dini, vua kwanza ushehe, vua kwanza uchungaji, ingia kwenye siasa, kwa sababu wewe ni kioo cha jamii. Watu wakisha kuona dato shehe unaingia sehemu fulani, kuna mtu atakufuata wewe, tunachokisema wewe ndo kile kile. Kwa hiyo ni wahusie tusifikie huko. Hatujakatazwa kuwa wanasiasa. Viongozi wa dini mnatakiwa kuwa wanasiasa ili mkaseme vizuri kule, lakini mtumie maneno ya busara na hekima. Lakini ikifika mahala ukadhihirisha kabisa mko msikitini tumchague mtu fulani, ni kosa kubwa sana. Vua ushehe, twende kwenye uwanja wa siasa ukaseme maneno hayo, na usiwasawishi watu wa dini. Sema kuwashawishi jamii ambayo unaitaka, lakini kuwa mwanasiasa. Na ndio maana kuna mahala unavua ushehe unakuwa mwanasiasa, lakini sio msikitini, kanisani unaanza kuzungumza siasa. Na kuwakataza watu kufanya siasa sio sawa. Kila mtu ana haki ya kufanya siasa, ila asidhihirishe udini wake kwenye siasa. Lakini kama shehe, na mimi na haki na chama changu bwana, lakini siwezi kukuambia bato pigia chama changu, nitakushawishi kukushawishi kwenyewe, kwa maana sikushawishi kupitia katika dini. Nitakushawishi kutokana na maslahi ambayo labda tunaweza tukayapata bwana Bato.